Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. Jesus is Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
wengine wako Bwana nawe. Jesus, we worship you. Yes, Lord, we worship you. Tunakuheshimu Bwana na tunakuabudu sana, unastahili. Umetukuka Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu yote. Jina lako limeinuliwa sana. Asante kwa asubuhi leo, asante kwa nafasi nyingine, asante kwa pumzi, asante kwa uhai, asante kwa siku mpya. Asante Bwana kwa kutuhifadhi katika njia zote, kutupenda bali tukasema wewe unastahili na wewe ni mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Bwana wetu, tuseme nini asubuhi ya siku ya leo? We give you worship our God. We give you glory and honor. We give you adoration our God. We give you all the praises. All the worship, all the adoration belong to you, our God. Nitwagutia muno Ngai rucini rwa umuthi. Nitwagukenera ringi ni undu wa gutuhe kanya ga gutura muoyo. Kuamka asubuhi ya leo na kujipata tuko wazima ni kwa neema, ni muujiza wa ajabu ambao umetutendea Bwana. Tumekuja kuleta shukrani zetu mara tena. Tumekimbia shio, tumekimbia katika mlimani mwako Bwana, tukakuletee maabudu, tukakuletee sifa, tukakuletee utukufu. Neno lako linasema ya kwamba Romans chapter 3 verse 23, watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wangu. Watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu. Bwana, tumekuja hapa ni kwa sababu tumelisoma neno lako, tukajua ya kwamba tumefanya dhambi, nikajua ya kwamba nimefanya dhambi na nimepungukiwa na utukufu wako. Nimekuja kutafuta utukufu ambao nilipoteza ni kwa sababu ya dhambi. Natafuta kurudi uweponi mwako, mahali nilitoka kwa sababu ya matendo yangu mabaya. Nimerudi hapa katika madhabahu yako kukutambua wewe uliye mtakatifu, uketie juu katika kiti cha enzi, wewe unayeabudiwa na malaika na maserafi, wazee 24, viumbe vinne vilivyo hai, wote wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana wa majeshi. Nimekuja kuinama, nimekuja kuvua taji, nimekuja kutoa heshima zangu, nimekuja kutoa upendo wangu, nimekuja kukutambua Bwana. Wakati wa Hagari ukasema ya kwamba kupitia nabii watu wako wana wa Israeli wanakaa katika nyumba nzuri, bali nyumba yako imekaa vuguvugu, haina namna, haina mbele wala haina nyuma. Watu wako wanafurahia maisha yao, lakini nyumba yako hakuna mwenye anaikumbuka. Na ukawaambia waende katika milima, watafute miti na mbao, watafute vitu za kujenga nyumba yako Bwana, na wakaweze kukujengea, ukajitwalie utukufu. Asubuhi ya siku ya leo, kukuja kwa ibada ya asubuhi ni kupanda, tunapanda katika milima. Tumekuja kuleta mbao, tumekuja kuleta mawe, tumekuja kuleta matirio ambazo zitaleta utukufu, zitakuletea utukufu kupitia nyumba yako. Tutakaponyamaza, nyumba yako haitakuletea utukufu, haitakuwa na uhai. Hatuwezi kunyamaza Bwana. Tumekuja asubuhi ya siku ya leo ili Bwana ukajitwalie utukufu, ukasikia hakika katika nyumba yako pale kuna uhai, pale kuna maabudu, pale kuna sifa. Asubuhi ya siku ya leo tarehe 1 mwezi wa Disemba mwaka 2025, ni nini tutakupenda Bwana? Wewe ambaye umetubeba kwa miezi 11 na sasa tuko mwezi wa mwisho, mwezi wa 12, na Bwana umetisha. Ni nini ambacho tumekupatia? Ni nini ambacho tumefanya? Ni nini ambacho ni speciali ambacho tumeweza kukitimiza ili Bwana ukaweze kutufikisha
siku ya leo na mwisho wa mwaka. Ni kwa neema, ni kwa fadhili zako. Ni nini tutakayo kutolea? Na Bwana ukasema hata ukitaka kukula utapanda katika mlima, dume 1000 walio pale wote ni wako, unaweza kuwachinja na ukule. Lakini tukikuletea utukufu, Bwana utajitukuza ukiwa pale juu mbinguni kwa wema wako na fadhili zako. Sasa tuelekeza mbele zako Mungu mwaminifu. Hatutaki kukaa katika nyumba nzuri, hatutaki kuvaa vizuri na tukule vizuri na tufurahie mambo yetu na tusahau nyumba yako. Hata kama tuko katika msimu wa kusherehekea, hatutasahau mlima wa Shilo, mahali tulibarikiwa. Hata kama tumemaliza mwaka na tumebarikiwa na mali na utajiri na afya nzuri na uhai, hatutasahau Shilo, mahali ambapo tulibarikiwa, mahali ambapo ni chanzo cha baraka zetu. Hata kama mambo yote ni mazuri, hakuna magonjwa, kuna uhai, kuna mambo mengi mazuri, hatutasahau Shilo. Asubuhi mapema tutarauka kupanda Shilo, mahali ambapo baraka zetu, mahali ambapo zinapozaliwa. Sio mwisho kufika Disemba, bado Bwana tunakuhitaji hata mwaka ujao. Haijatosha kuona asubuhi ya leo, tunakuhitaji hata saa 8, tunakuhitaji hata kesho Jumanne na siku zote za wiki hii. Hatuwezi kusahau mahali baraka zetu zinazaliwa, mahali neema yetu inatoka, mahali mkombozi wetu anapoabudiwa. Tumekuja kama wakati wa Hagai, Bwana kurejesha nyumba yako, ukajitwalie utukufu. Nawe Bwana ulisema ya kwamba utakapotengeneza nyumba yangu na nikaniletea utukufu, nitaamurisha mbingu ikaachilie mvua, nitaamurisha dunia ikaachilie mazao, nitazimba mifuko yenu, haitakaa kama mifuko imetomboka. Yani nitaingilia katika maisha yenu na nitawaletea baraka. Tumekuja kwa kuelewa na kulielewa neno lako. Unasema utafuata neno lako, Bwana ukalidhibitishe, nasi tuko hapa kulitenda hilo neno, ili Mungu wetu ukaweze kulidhibitisha. Pokea adhama na heshima, twakupenda, twakudhamini. Ni nani mwingine aliye kama wewe? Si Bwana ulitukumbusha jana ya kwamba wewe ndiye baba, wewe ndiye mzazi, kwako ndiko nyumbani kwetu, hapo ndipo nafsi yetu ilitoka. Hapa duniani ni kupita tunapita, na ukatuambia kama vile tunavyopenda wazazi wetu na kila wakati tunawasalimia, hata tunaenda kuangalia, hata tunawanunulia zawadi, tusisahau kwako, kwa sababu hapo ndipo tulitoka. Wakati tutatoka katika dunia hii, tutarudi kwako mzazi wetu, hatuwezi kusahau. Na kwa hivyo asubuhi ya leo, kama vile tunaendaga kwa wazazi wetu kuwasalimia na kuwaonyesha heshima, hivyo ndivyo tumepanda katika mlima, katika hekalu hii Bwana, tukakusalimie, tukakuletea heshima zetu, tukakuonyeshe upendo. Hatutaki kusahau chanzo cha uhai wetu, hatutaki kusahau mahali baba yetu Adamu, mahali alipotoka. Hatutaki kusahau chanzo cha wokovu wetu, Yesu Kristo mwana wako wa pekee, mahali alipotoka. Hapa ni kupita tunapita, hapa kwa wazazi wa mwili, hapa tu ni ishara ya kutuonyesha ya kwamba kuna mahali tumezaliwa. Bwana pokea heshima na pokea adhama asubuhi ya siku ya leo. Hata tunapoendelea na ibada hii, Bwana jitukuze, Bwana jidhihirishe, tusaidie. Sisi ni watu wadhaifu, hatujui kuomba, lakini Biblia inasema Roho wako anatusaidia katika mlio na minunguniko isiyoeleweka. Hivyo ndivyo tulivyo. Tumekuja tukijua ya kwamba tutakapojitokeza, Roho wako tayari kutusaidia. Hatutaki kusahau, hatutaki kujiondoa mahali pa maombi. Yesu akawaambia wanafunzi, kesheni na muombe ili msiingie katika majaribu. Majaribu yametuzunguka, hatutaki kuanguka katika yale majaribu
majaribu na kushindwa na maovu ya dunia. Tumekuja mahali pa maombi ili tukaweze kuchota neema itakayotusaidia hata katika siku hii. Hebrews 4:16, approach the throne of grace that you may obtain help that will help you in the time of need. Approach the throne of grace to obtain mercies and grace that will help you in times of need. Tumejawa na mahitaji kila wakati, na kwa hivyo Bwana, twajitokeza na ujasiri wa imani mbele ya kiti chako cha enzi ili tukapokee rehema na neema itakayotusaidia. Wakati mvua itakosekana, neema na rehema itatusaidia. Wakati fedha zitakosekana, wakati kutakuwa na ugumu wa kiuchumi, Bwana, neema na rehema zako zitaweza kutusaidia. Tulisaidia watu wa Samaria wakati kulikuwa na njaa. Sio mvua ilinyesha, sio mambo mengi yalifanyika, lakini ulisababisha katika kambi ya adui wakawatoroke, wakawaachia chakula. Huko na njia mingi Bwana za kututhibitisha. Wakati wa wana wa Israeli, sio ngano waliopanda ndio wakule mikate, lakini ulifungua mbingu, mvua ya mbinguni ikanyesha na mana, ukawatolea mikate ambayo walikula kwa miaka 40. Ni nani hauwezi fanya? Tumekuja kukupenda, tumekuja kukuabudu, ni kwa sababu tumekujua, tumesoma katika neno, tumekuelea, tumekufahamu, tumekuamini Jehova Mungu. Tuko hapa kwa imani, twakaribia kiti cha enzi tukapokee neema na rehema itakayotusaidia wakati wa mahitaji, wakati tutakuwa katika vita. Oh my Father, my God, wewe utatupigania kwa sababu ya neema na rehema ambayo tumechota wakati tumejitokeza mbele ya madhabahu yako katika Shilo. Hatuwezi kuondolewa Shilo, pale ndipo usidi wetu ulipo, pale ndipo uponyaji wetu, mahali ambapo umefichwa. Oh my Father, my God, wakati wana wa Israeli waliumwa na nyoka katika nyika, sio hospitali walikimbia, hawakuenda kutafuta hambo medicine, bali waliangalia nyoka ya Musa uliyowainulia ikawa uponyaji wao. My Father, my God, we are coming to such a place to seek our healing, spiritual and psychological, even physical, in the name of Jesus. In Shiloh we shall receive our healing. In Shiloh we shall fight our barrenness. Hana akapanda Shiloh, kila mwaka akapanda Shiloh, na alikuwa na utasa, lakini kwa kupanda Shiloh akabadilishiwa utasa, akapewa mtoto. Oh my Father, that is why we arise very early in the morning. We go back to Shiloh, the source of our blessing, the source of our blessing, the source of our strength, the source of our joy, the source of our happiness. Have your way, our God, even as we continue in this service. In the name of Jesus, we love you, we praise you. Let your presence, my Father, fill this house. Let your presence, my Father, descend upon this house. Wacha utukufu wako Bwana ukajae, utukufu wako ukajae, utukufu wako ukajae. Your presence, my Father, your presence, my God, your presence with your glory. Let your power take charge now. Wacha uwepo wako tu Bwana ukatande mahali hapa, hatuwezi bila uwepo wako. Let your presence be felt in that place, everywhere, my Father, where we are gathered in this morning devotion, just worship you, my Father. Let that atmosphere be at every place, my Father, that people are connecting to this morning devotion in the mighty name of Jesus. Thank you for that atmosphere that is being released. We bless your holy name. Thank you for the blood of Jesus that cleanses us from our filthiness, from our sins, from our iniquities, from our trespasses, from everything that is evil. We submit under that
that blood. Cleanse us this morning that we might find favor before your eyes, even as we continue to worship, kwa sababu Mungu wetu twajua wataka utakatifu. Hata sisi twatia bidii tukawe watakatifu, ndiposa tunakimbia kwako tena. Kwa damu yako Yesu tutatakaswa. Shala baba handi ya pahanda rebe sharikate barosa taya prata katesa taya prata halia asharabi kanta o rasora tela poshelama radi makotesa rama sade deba shadia. Jesus, we worship you. Jesus, we love you. Enda kondomega bata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone ewega maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada otumia kwenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone oburi kwenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone wenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone kanila wenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone kori wenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone ohujia wenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone andwaito wenda maodomega ambata kere maiguru kuliko maodomega monekada mone kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia kere maine nekweitorora bereka imwene hinya kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia kere maine nekweitorora bereka imwene hinya kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia kere maine nekweitorora bereka imwene hinya nauga kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia kere maine nekweitorora bereka imwene hinya hanawa erikana anjororio neboiru epenina asokire kweitorora bereka imwene hinya irikana hanawa erikana anjororio neboiru epenina asokire kweitorora bereka imwene hinya kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia kere maine nekweitorora bereka imwene hinya kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia kere maine bereka imwene kere maine nekwakoya kere maine yogeweneretia
Nikwitorora mbere Ngai mwene hinya. Kilima-ini ni handũ ha mahoya. Mlimani ni mahali pa maombi. Hapo ulipo katika nyumba yako unaweza kufanya hapo kukawe mlima wako na Bwana. Ukapiga magoti yako, ukatoe kinywa chako, ukatoe maneno kutoka kwa moyo wako, ukamwage mbele za Bwana. Kamwambie Bwana, napanda katika mlima, naenda katika Shilo kama Hana, naenda katika mlima kama Elija, naenda Karmeli yangu asubuhi. Yesu akamwambia mama Msamaria, wakati unafika na hata sasa umefika, hawatamwabudu katika mlima ule ama mlima ule. Hakuna lile kanisa ambalo ndilo kanisa. Mahali popote ulipo, Roho wa Mungu wako pamoja na wewe pale. Unaweza kumlilia Bwana ukiwa hapo. Ni kwa sababu ya moyo wako, ni kwa sababu ya hali zako, ni kwa sababu ya mapito yako, ni kwa sababu ya utasa wako. Kama Hana hakukosekana Shilo, na wewe hauambiwi uende Shilo. Unajua Hana alikuwa anaenda safari ya mbali kutoka kwao mpaka Shilo, lakini sasa Mungu anasema ya kwamba sio katika mlima huu wala mlima yule, lakini watakao mwabudu watamwabudu katika roho na hata katika kweli. Hata mahali ulipo, hata ukitembea na njia, hata ukifanya kazi zako, unaweza kuwa mlimani Shilo. Unamwambia Bwana, hata kama natembea na njia, wewe ndiye chanzo cha uhai wangu. Hata kama nimerauka mapema kujitayarisha kwenda kazini, wewe ndiye nitakayetegemea. Wewe ndiye chanzo cha msaada wangu. Wewe ndiye Mungu katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Hapo ulipo ndipo Shilo. Hauwezi kufika hapa labda, panda Shilo yako hapo. Tengeneza Shilo katika moyo wako. Hata ukiwa umelala kwa kitanda chako, lakini unasikia sauti yangu, unaweza fanya hapo katika kitanda Shilo yako asubuhi ya leo. Katika moyo wako unaweza tengeneza Shilo. Hata Biblia inasema mwili wako ndio hekalu yangu. Kwa hivyo ndani yako unaweza jenga madhabahu na ujenge Shilo, mahali Bwana atakutembelea, apokee dhabihu yako, manukato ya asubuhi na mapema, ukimwambia Bwana, ni wewe, sina mwingine, ni wewe. Wengine wanasema hawajui kuomba, lakini kuomba kufungua kinywa chako na kuongea na Mungu kama vile unaongeanga na watu. Lakini Mungu utamwambia, wewe nihurumie, mfalme wa wafalme, wewe uliyenipatia uhai na kutambua ninakuenzi. Hallelujah, we love you God. Vizazi hadi vizazi ya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi ya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi ya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umefika utukufu. Wewe ni
Mungu, kweli wewe, kweli wewe ni Mungu Bwana, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu, kweli wewe, kweli wewe ni Mungu Jehova, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Gethsemane Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimie. Baba, kwa ajili yako na yangu, naomba niyakashinda. Gethsemane Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimie. Baba, kwa ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda. Gethsemane Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimie. Ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda. Omba, omba, omba. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Ndugu, omba we, omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mama, omba, 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 utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Basta omba, 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 utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Ndugu, omba, 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 utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, nakuinua mimi nakwabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua, nakwabudu. Wewe mwanzo, wewe mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa. Twaelewa unaponena, twasikia. Wewe mwanzo, wewe mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa. Sauti yako Bwana naielewa, unaponena nasikia. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu Bwana wetu, wewe hakuna mwingine kama
wangu, bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu, uumbaji wa vyote. Bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu, uumbaji wa vyote. Bahari ya kutii, milima yatetemeka kwa sauti yako tu, uumbaji wa vyote. Hili ni Bwana wangu, niliyefu kwako, na yote unaweza, uumbaji wa vyote. Ni nini hiyo? Hili ni Bwana wangu, iliyo ngumu kwako, na yote unaweza, uumbaji wa vyote. Pokea utukufu na sifa zote, wanapokea. Pokea utukufu na sifa zote, wanapokea. Twakuletea sifa Bwana, twakudhamini, tunakuenzi. Glorious God, excellent, perfect, complete, my God. You are full of everything. You are self-contained, my Father. We are happy to worship you. We have joy in your presence. We desire to dwell in your house, in your temple, Father, to worship you, adoring your name, declaring your works, even your mighty works among the lives of men, in the mighty name of Jesus. Twakuenzi sana Bwana, twakutukuza asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe sana, katika jina la Yesu Kristo. Mwaminifu ni wewe. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nataka kusoma neno la Mungu siku hii ambayo ni siku ya baraka sana, tarehe 1 mwezi wa Disemba. Kuna Mungu ambaye ametuhifadhi na kutubeba for the 11 years in the year 2025, the 11 months of the year 2025. Mungu ametufikisha mwezi wa mwisho, siku ya kwanza, na kwa hivyo tunamshukuru Mungu. Mungu amenipatia neno wakati tunamshukuru. Siku ya leo ni ya shukurani, huwa tunaitenga kwa sababu ya kushukuru Mungu, kwa sababu hata kama tuna changamoto ama tuna mambo ambayo yanatusumbua, bado Mungu wetu ametenda, na mkono wake sio mfupi, ataendelea kutenda. 1 Samuel chapter 7 verse 12, neno la Mungu linasema, then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, this far the Lord has helped us. This far the Lord has helped us. Huyo ni Samuel ambaye alikuwa nabii nyakati zile, na alipofika mahali hapa panaitwa katikati ya Mishipa na Shen, akasimama akasema ya kwamba nitainua hili jiwe liwe kama kumbukumbu, na niseme ya kwamba hakika Jehova ni Ebeneza, ni yeye ametufikisha hapa. Asubuhi ya siku ya leo tumeenda miezi 11 katika mwaka wa 2025. Sijui tulianza namna gani, sijui tumepitia magonjwa gani, sijui ni ajali ngapi tumeona, sijui ni changamoto gani ambazo tumepitia, lakini hata kama tumepitia changamoto, hata kama tumepatana na magonjwa,
hata kama tulilazwa hospitali, hata kama watoto walifukuzwa shule, hata kama majaribu yalikuwa yametukuba, hata kama tulikuwa tumesikia kama tutaachana na huyu Mungu, bado ndio sisi hawa tumesimama. Na Samuel akatambua, akasema ya kwamba sio nguvu yangu, sio bidii yangu, ni Jehova Mungu ambaye ametufikisha hapa. Tunamuita Ebeneza. Hata sisi siku ya leo tumekuja kuweka mawe ya kumbukumbu. Siku hii ya tarehe 1 mwezi wa Disemba, tumwambie Bwana, wakati tulianza mwaka hatukuwa tunajua kama tutaona mwisho wa mwaka, lakini ndio sisi hawa, hakuna kitu ambacho tumefanya. Tungebebwa na magonjwa, tungebebwa na kifo, tungebebwa na vita nyingi na hali nyingi zilitusumbua. Labda Januari ya mwaka huu ulikuwa unajiuliza, jameni, sasa mwaka huu nitafanya namna gani? Lakini jiangalie sasa, uko Disemba, mwisho wa mwaka. Imekuwaje umetembea hiyo miezi yote na ulikuwa umeona giza mwanzo wa mwaka? Ni wakati wa kumwambia Bwana, you are Ebeneza. Hata huu mwezi umebaki siku 30 za mwezi huu, najua Bwana utanibeba. Kama umenibeba miezi 11, that days in 11 months, hiyo ni siku kama 330 Bwana amekubeba. Je, siku 30 ndizo atashindwa kukubeba? Tumekuja kusema ya kwamba yeye ni Ebeneza. Mimi ni Ebeneza katika maisha yangu. Hata mimi nilikuwa na mambo ambayo nilikuwa naogopa pale mwanzo wa mwaka, na shindo mambo itakuwa namna gani. Lakini angalia mahali ambapo tumefika. Bwana ametubeba, ametufikisha hapa, na tunaweza kulishukuru jina lake. Exodus 15 mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider he has hurled into the sea. Musa akaimba wimbo. Hata Musa alikuwa msanii. Wasanii hawajaanza siku ya leo, walianza nyakati zile, wakati walivuka Ziwa la Shamu. Akaona ya kwamba kweli wameweza kutoka Misri na adui wamebebwa na maji, na sasa wako pande ile nyingine. Musa akaimba wimbo, akasema ya kwamba amesema nini? Nikumbuke tena. The horse anasema I will sing to the Lord, nitaimbia Mungu wangu kwa sababu ameinuliwa sana. Ameweza kusamisha farasi na waendesha farasi katika maji. Hata sisi siku ya leo tumekuja kuimbia Mungu wimbo, tukimwambia Mungu wetu, umekuwa Ebeneza, umetubeba mwaka wote mpaka mahali ambapo tumefika. Hatuna jambo lingine. Kila mmoja anajua kile ambacho Mungu amemtendea. Wewe kama hakuna kitu Mungu amekutendea, usishughulike kumwambia ni asante. Lakini yule anajua ya kwamba Mungu amemfanyia, ako na sababu ya kumwambia ni asante. Kuna watu walitolewa katika vitanda vya magonjwa, kuna watu walikuwa katika magari kafanya ajali na wakatoka pale wakiwa wazima. Kuna watu walipatana na kufutwa kazi, mishahara yao ikakosekana, lakini bado Mungu amewasimamisha. Kuna watu hawana mashamba, bado wanakula na wanakunywa, bado Mungu anaendelea kuprovide kwa sababu anaitwa Jehova Jireh. Kuna watu ambao hawana manyumba, tunakomboa manyumba na kulipa rent, lakini hatujafungiwa nyumba mwaka huu wote, hatujaajiriwa, hakuna mahali tunapata mshahara, lakini Bwana wetu amekuwa Ebeneza. Na kwa hivyo umbali huu tunaweza mwibia Mungu wimbo, tuseme kama Musa, hakika Mungu wetu umeinuliwa. Farasi na mwenye kuendesha farasi wote wamezama katika maji. Hiyo hali ya fedha ilikuwa inaona kama nitaaibika nikifungiwa nyumba, imeshindwa kwa sababu hata mwaka umeisha. Hiyo hali ya kupata chakula na mahitaji ya kila siku imeshindwa kwa sababu Bwana umenibeba kwa mwaka wote. Hizo hali zote shetani ambaye alikuwa amepanga ya kwamba ni lazima niwekwe kaburini mwaka huu, ameshindwa kwa sababu ndiye huyu nimesimama. Nami nimekuja kusema ubali huu Bwana anakuita Ebeneza. Hapa nimefika, imechukua mkono wako. Adui wangu walikuwa wamenipangia kunimeza. Shetani hajafurahia wakati nimeendelea kusimama. Kwa mwaka huu wote tumejitokeza katika mlima huu wa Shilo na katika hema hii ya makutano, na neema ya kuabudu Mungu kila asubuhi imeendelea kuongezeka. Sio kuchoka tunachoka, sio kupungukiwa tunatupungukiwa imani, bali imani yetu
inaendelea kuongezeka. Ni kwa neema, sio kwa bidii, sio kwa sababu tuliset alarm. Ni kwa sababu kuna neema ya Mungu, kuna malaika wa Mungu, kuna Roho Mtakatifu ambaye anatupatia backup. Ukituona tukirauka mapema na asubuhi, sio kwa sababu ya nguvu zetu, ni kwa sababu ya kuna Mungu ambaye anatusaidia. Nasi tuko hapa leo, siku ya kutoa shukurani, kumwambia Bwana katika yote, wewe ndiye tunayepatia heshima, wewe ndiye tunayetambua. Ni mkono wako umekuwa katika kazi. Wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta wa Yerusalemu, wale maadui walikuwa wanamsengenya. Wakati alimaliza hiyo kazi, walisema ya kwamba na kweli huyu mtu ako na Mungu ndani yake. Wakasema ni mkono wa Mungu na ni kidole cha Mungu. Hivyo ndivyo tumekuja kushuhudia asubuhi ya siku ya leo. Katika familia, Bwana umekuwa Ebeneza. Katika huduma, Bwana umekuwa Ebeneza. Katika wokovu, Bwana wewe ni Ebeneza. Unajua kuna huduma na kuna wokovu. Unaweza endelesha huduma lakini umeshindwa na wokovu. Unaweza kuwa katika wokovu na huduma imekushinda. Lakini nimekuja kusema ya kwamba katika mambo yote tunatambua Jehova kama Ebeneza. Tukakimbizwa na maadui, hata maadui wa mangeni, hata maadui wa mapato. Hali zikawa ngumu, kukawa na kiangazi. Wengine tulianza mwaka hatukuwa na kazi, lakini sasa angalia, tumeweza kuajiriwa. Kuna Mungu alifanya njia katikati ya safari ya mwaka, na sasa tuko na mahali ambapo tunaweza kurauka. Wengine Bwana akatupatia biashara, wengine akatupatia kuajiriwa, wengine tukaponywa magonjwa. Tulikuwa tumelazwa hospitali, Bwana akatutoa pale. Hatukuingia mochari, hatukuingia kaburini. Katika familia zetu hakukupatikana majonzi. Kwani ni nini ilitusaidia? Si ni nguvu za Mungu, si ni mkono wa Mungu, si ni uwepo wa Mungu. Asubuhi ya siku ya leo tumekuja na shukurani, kwa sababu ni jambo nzuri kuenenda mbele za Bwana na shukurani. Leo ndo muwega mno, ni jambo la kuenenda mbele za Bwana na shukurani. Wakati Samueli na wana wa Israeli walikuwa wanapigana vita na Wafilisti, na Mungu akawashindania katika vita zao. 1 Samuel chapter 7 verse 12, Samuel akainua mawe akasema, huyu ni Jehova ambaye ametushindania. Mangeni ni Wafilisti, mangeni ni jeshi ya Firaoni. Wakati unapitia katika mangeni, unasikianga ni kama kuna maadui ambao wamekufuata. Hata hauwezi kutoka kwa nyumba, ni kwa sababu unaona aibu. Hata kuna mahali hauwezi pitia, hata kuna hautaki muonane kwa sababu uko na madeni. Lakini tumekuja kusema kuna Mungu anatulipia madeni. Tukimwamini anaweza kukusamisha, amwendesha farasi pamoja na farasi, na tukaweza kujipata katika upande ule mwingine. Ni vita ngapi ambazo Bwana amekushindania katika kipindi cha mwaka huu? Ni vita ngapi ambazo umeshindaniwa na bado uko hapo na labda umesahau? Si ukumbuke mwanzo wa mwaka vile ulikuwa, si ukumbuke mwezi wa Februari vile ulikuwa, si ukumbuke mwezi wa Machi vile ulikuwa. Wengine hata wamepatiwa shamba, waliishi kulilia Mungu. Si Bwana ulipatia shamba mahali naweza ita mahali pangu, na Bwana akakupatia fedha, akakupatia kuota, akakupatia nusu, akakupatia aina. Sasa wewe umemiliki shamba na title deed. Mimi nimekuja kukuambia huyo ni Ebeneza amekusaidia. Kuna kidole cha Mungu katika maisha yako. Usikuwe msahaulifu, usikae mtu ambaye si wa shukurani. Kama Musa alisimamisha mambo yote, akatunga wimbo, akakuwa msanii katika wakati wake, akasema Jehova umeinuliwa, ewe Mungu wa mbinguni, umesamisha farasi na mwendeshaji wa farasi pamoja na silaha zake. Wamesama kama rizazi ndani ya maji mengi. Yani wamesahaulika, madeni yamesahaulika, huzuni imesahaulika, magonjwa yamesahaulika, njaa imesahaulika, aibu imesahaulika. Kuna Mungu mbinguni. Nimekuja kutangaza na kukumbusha wanadamu ya kwamba kuna Jehova ambaye
ni Ebeneza. Mahali umefika sio wewe umejisaidia. Zile kazi unafanya sio katika ujuzi wako. Yale mambo umeweza kutimiza sio wewe umejisaidia. Deuteronomy 8:18, Mungu akaambia wana wa Israeli, mtakapofika katika nchi ya Kanaani, muoe na muolewe na mpate watoto, mununue mashamba, musome, mjenge manyumba, muvae fashion, mutengeneze nywele, mununue viatu vizuri. Msisahau mimi Mungu wenu ambaye anawapatia nguvu ya kufanya utajiri, ambaye anawapatia nguvu ya kupata mishahara, ambaye anawapatia nguvu ya kupata majina makubwa, ambaye anawapatia nguvu hata ya kuomba na kukaa mkiwa waokovu. Bwana, tumekuja kukumbuka ya kwamba sio katika bidii, sio katika matendo mazuri, sio katika nguvu zetu, bali ni katika msaada wako. There is your backup in your lives, our God. There is your presence in our lives, our Father. Kuna msaada wako katika maisha yetu. Kuna mkono wako ambao hauonekani katika maisha yetu. Mpaka Samueli akainua jiwe, akaliweka mahali likawe kumbukumbu ya kwamba ni wewe uliwasaidia. Kila vita walikuwa wanapigana, wale Wafilisti walikuwa wamewatesa, ya kwamba wewe Jehova ni wewe uliwasaidia. Sio katika ujuzi wa vita, lakini ni katika mkono wako Ebeneza. Tumekuja kutangaza kuna Ebeneza ambaye ametubeba, hata kama huduma, hata kama kanisa, hata katika utumishi, hata katika maombezi, hata katika kazi ya Mungu, hata katika kushinda majaribu. Kuna neema ya Mungu. Kuna watu walianza mwaka hawakuwa wameokolewa, lakini katika safari ya mwaka Mungu akawatembelea kwa Roho wake Mtakatifu na akaweza kuwasaidia, na sasa wameokoka, wametolewa katika kitabu cha mauti, wameingizwa katika kitabu cha uzima wa milele. Ni mkono wa Bwana. Nasema ni Ebeneza katika kijiji chetu. Twaendelea kusema ni Ebeneza. Yale mambo ambayo Mungu umefanya twakutambua Ebeneza. Yale ambayo haijafanyika bado twakutambua ewe uliye Ebeneza. Msaada uliotupatia unatutia nguvu ya kukuamini zaidi. Hata katika nchi yetu twakuita Ebeneza. Wakati tulipata taxes zimepanda sana, mafuta yamepanda, bidhaa zimepanda, watu wakalalamika, mishahara ikakatwa kodi, watu wakaona ni kama hawatatomboa. Lakini ndio sisi hawa bado tuko Kenya, hatuja hama, mafuta haijashuka, but we are still surviving. We recognize you are back up, our Father. We recognize your hand in our lives. You have sustained Kenya and also the Kenyans, even in the challenges of economy and finances. Our Father, you are carrying us through. Maandui wetu wakutufinya, wakututesa, wakutuaibisha, umewasamisha katika maji mengi. Tutakuimbia wimbo, hata wimbo wa sifa, hata katika huduma hii. Bwana wangu na Mungu wangu, tumejipata katika hali za kujiuliza maswali kwa sababu ya upungufu katika hali tofauti, lakini angalia Bwana, umbali huu umetubeba. Tulikuwa mwanzo wa Januari, tulikuwa pale katika Disemba. Oh my Father and my God, we give you all praises as we continue to tarry in your presence, continue to look upon you. Kama vile Hana alikatalia Shilo, hangeweza kuondolewa hata wakati bwana yake alimwambia atosheke. Ametosheka na yeye akiwa hana mtoto. Hana akakataa kutosheka, anasema ni lazima niende Shilo nikamlilia Mungu wangu, kwa sababu ninajua Yesu Ebeneza atanipigania kutoka kwa utasa wangu. Hata sisi hatuondoki hapa Shilo, hata tukikula tushimbe, hata tukijenga manyumba ya mawe, hata tukisoma hatuondoki Shilo. In the presence of God we shall dwell. Surely goodness and mercy shall follow us
all the days of our lives. We shall dwell in the temple, in the house of Jehovah. Hapa hatuondoki. Daudi akasema, afadhali siku moja ambayo nimekaa uweponi wa Mungu kuliko mwaka mzima ambao nimekuwa kibarua, ambao nimekuwa kwingine. Kwa sababu uweponi mwa Bwana there is provision, there is some grace that is known as Ebenezer. This far, it is our God. You have a long journey. Uko na safari ndefu katika maisha yako. Uko na Januari ambayo inakungojea, na kawaida ya Januari inakujanga ikiwa ngumu. Bado iko mbele yako. Si mshukuru Mungu, si umwambie Ebenezer, umbali huu ni wewe. Siogopi hata mwaka wa 2026, siogopi hata mwezi wa Disemba na sikukuu zake. Siogopi nitakula nini, kwa sababu ninajua niko na Ebenezer. Biblia inasema ya kwamba do not be anxious about anything, but in prayers and supplications and thanksgiving let your request be known in the presence of God. Prayer and thanksgiving. Siku ya leo tumekuja tu kumshukuru Mungu wetu na kumwambia Jehova, hakika umetutendea, na kumwambia Mungu wetu, hakika umetembea nasi. Tumekuona katika mambo yote, tumekuona katika hali nyingi, umetusaidia. Umbali huu ni wewe Bwana. Tupokea adhama na sifa. Tunaweza kosa maneno ya kusema, lakini twasema ni asante. Kwa afya yangu nasema asante, kwa uhai nasema asante, kwa familia yangu na kuita Ebenezer, kwa kazi za mikono yangu na kuita Ebenezer, kwa mapato yangu yawe mengi ama machache na kuita Ebenezer, kwa sababu ninajua unainua masikini kutoka kwa mafundi, unawaketisha pamoja na wafalme. Mkono wako haujapungukiwa. This far you are Ebenezer. In ministry tunaweza kuanza katika hali haipendezi na tukataliwe na tuonekane ni kama hatujielewi, but it doesn't matter. Habakkuk said, do not despise a humble beginning. Usidharau mwanzo mdogo. Familia inaanza mahali hata hakuna nyumba. Kijana anaoa, hana nyumba, hana vitu, hana sufuria, lakini pale pale kutapatikana familia, kutapatikana nyumba, kutapatikana shamba, kutapatikana watoto, because there is Ebenezer, and God who carries people through their challenges, and God who carries the Israelites through their challenges when they were in captivity. That is the Jehovah we are worshiping this morning. That is why we cannot sleep. Tumekuja kukumbusha anga na kambi ya shetani. We have Ebenezer in our lives. Tuko na Ebenezer katika maisha yetu. Tuko na Ebenezer, Mungu anayetujali. Tuko na Ebenezer, Mungu anayetushughulikia. Tuko na Ebenezer katika maisha yetu. Tuko na Ebenezer katika hali zetu. Hatuwezi kuvunjika moyo. Tumekuja kupanda jiwe hata tunapoingia katika mwezi wa 12. Na Bwana tunamjua ya kwamba katika uweza wako na katika msaada wako na katika nguvu zako Jehova utatubeba kama vile umetubeba. Hata sasa tuinua imani, wewe ndiye utatubeba katika hali zote. Wewe ndiye utatubeba katika ibada na huduma ambazo umetuaminia kuendelea kuhubiria kwa ulimwengu na dunia na anga hii. Jehova, neema yako imetosha. Ebenezer, utafanya njia mahali ambapo hakuna njia. Utaendelea kudhihirisha. Kazi yetu ni kutangaza mausia yako. Kataa kuvunjwa moyo na hizo hali ambazo zinakaa kama zinakauka. Kataa kuvunjwa moyo. Wewe sema uko na Ebenezer. Wewe sema uko na Ebenezer. Kukiri maneno ya kinywa chako. Whatever you confess, that one you possess. Whatever you confess,
that becomes yours. Mimi naendelea kuconfess, I have Ebenezer in my life. I have Ebenezer in my life. I have Ebenezer in my life. Wakati Yesu alienda katika Kana ya Galili, katika ile harusi, mama yao alisema ya kwamba kama mko na shida yote, mwambieni huyu, mwambieni huyo, muulizeni vile mtafanya. Divai imeisha, muulizeni vile mtafanya. Anaitwa Ebenezer, anaitwa Emmanuel, God with us. Wherever he is, there is no want, there is no lack. He is the good shepherd. I shall not want. I have Ebenezer. Oh, Ebenezer, my Father. I sing a song of worship. I sing a song of adoration, lifting high your name. Natangaza asubuhi na mapema katika eneo hili, aliye na sikio asikie. There is Ebenezer. He is calling, he is seeking for men and women who shall trust in him in their battles, in their issues, in their families, in their future, for their children. Oh, God is looking for his people, for his children to trust him and give themselves fully unto his hands, that he may help them. Uko wapi na matatizo? Uko wapi na changamoto? Mungu anasema nitakusaidia, kama vile alisaidia Samueli na akawasaidia na wana wa Israeli, akawashindania kwa Wafilisti. Hata wewe anataka kukushindania. Suinue mawe kama vile Samueli alivyofanya. Samueli alikuwa nabii mkubwa. Samueli alikuwa hakimu. Samueli alikuwa mtu wa kuheshimika, lakini bado anapatikana mahali pa shukrani. Anachukua jiwe literally, physically, analiinua mahali, analiweka pale na analiita jina. Nafikiria hata aliliandika akasema you are Ebenezer, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alisema kutaitwa Ebenezer, ya kwamba this far the Lord has carried us through. Umbali huu katika tarehe moja mwezi wa Disemba mwaka wa 2025, Mungu ametubeba. Hatuogopi mauti, hatuogopi magonjwa, hatuogopi changamoto, hatuogopi majaribu, hatuogopi. Bwana wetu atatubeba. Ebenezer aliyetuleta umbali huu atatubeba, atatufikisha, atatusindalia, atatufanyia, kwa sababu anaitwa Jehova. Ni jambo gani lililo gumu kwake? Wewe Bwana, pokea shukrani na pokea dhama zote. Psalms 100, neno la Mungu linasema ya kwamba ingieni katika nyumba ya Bwana mkiwa na shukrani na sifa na furaha. Tumekuja na shukrani, tumesahau changamoto, twatazama nguvu zako Mungu. Tunasahau Firauni na hata jeshi yako, twakutazama wewe Mungu uliye ushindi wetu, utakayefanya njia katika Shamu, utakayefanya njia mahali hakuna njia. Isaiah 43 and verse 19, neno linasema ya kwamba angalia na utazame, ninafanya jambo jipya, hata tayari nimelianza. Kwani hauoni? Mimi ninaona Bwana, ninaona jambo jipya unalolifanya, naona jambo jipya unalolifanya, naona utukufu mkubwa mbele yangu Bwana, kwa sababu mahali unanipeleka ni kwa ushindi mwingi. Nakataa kulalamika, nakataa kunung'unika, nitakutazama Ebenezer. Ndiye mwanzo wangu. The author of the good work in my life, you shall bring it into accomplishment. Who started a good work in me, wewe utaikamilisha. Wewe uliyenipatia majukumu katika maisha haya, utayakamilisha. Wewe uliyepatia Nehemia jukumu ya kujenga ukuta na akaweza kumaliza, hata akiwa amezungukwa na maadui, hata mimi Bwana utanisaidia. Nitamaliza ukuta wangu, nitamaliza Yerusalemu yangu. Wewe uliyeniita katika wokovu na umesaidia wengine na wakamaliza wakiwa takatifu, hata mimi nitamaliza. Nakataa kuzuiliwa, nakataa kusimamishwa. Nitatomboa, sio tamaa za mwili, sio raha za dunia, sio marafiki, sio kiu cha kila aina. Nitashinda majaribu yote because I have a
Ebenezer. I have Emmanuel, God in me, God in me. He dwells in my body. My body is the temple of the living God. Who is Ebenezer? Ebenezer lives in me. Ebenezer lives in me. If you have allowed him to be the Lord of your life, kama umemkubalia anakaa ndani yako. Na unakumbuka wakati wanafunzi walikuwa katika merikebu na kukawa na mchafuko wa bahari, na Yesu alikuwa amelala pale katika bahari, ni kumwamusha tu alimwamusha. Wakamuuliza Bwana wetu, mbona unalala na sisi tunaangalia? That is it. Wakati Biblia inasema ya kwamba mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu, ni kama hivyo Yesu alikuwa katika merikebu, yani alikuwa ndani. Kwa hivyo walipopata changamoto ya mawimbi, ni kumwamusha tu alimwamusha. Na kwa hivyo wakati Bwana anasema mwili wako ni hekalu ya Roho wangu, wakati yako ndani yako, ukikutana na changamoto unamwamusha, unamuuliza Roho wa Mungu, bado uko ndani yangu na hizi ni changamoto. He is Ebenezer. This far he has seen us through. The far we are going, he will take us through. In the name of Jesus, we shall accomplish whatever is our mandate, our divine mandate, even in this physical life. In the name of Jesus, it doesn't matter the enemies, the Goliaths, the Philistines, the Pharaohs and the Egyptians, we shall overcome. The rider and the chariot and their weapons and the skills he has found into the sea. The rider, the chariot, the horses, the weapon, their skills, their armies, their soldiers, they have been found into the sea. I will sing a song just like Moses, a song of victory, a song of deliverance, a song of just being free in the presence of the Holy Ghost. There is liberation, there is liberty, there is freedom. We are enjoying freedom in the presence of Ebenezer, because wherever he is, there is provision, there is no distraction. Wanafunzi hawangekufia, yani wafuasi wa Yesu hawangekufa katika merikabu, Yesu akiwa pale kumwamusha peke yake akatuliza mawimbi. Uko na Ebenezer ndani yako. Kama umeokoka, already umekaribisha Ebenezer, Emmanuel ndani ya moyo wako. Na kwa hivyo kazi yako, usiondoke mahali pa maombi. Yesu akawaambia Petro na Yohana, wale wanafunzi wake watatu, ombeni msiingie katika majaribu. Unaweza kuwa na Ebenezer ndani ya moyo wako. Unaweza kuwa umeokoka na Roho Mtakatifu anakaa ndani ya hekalu yako, lakini wewe ni mdhaifu, hauwezi kumwita Yesu na amelala hapo, unaangamia ukiangalia. Yesu akawaambia, amkeni, yani msilale, kesheni na muombe, msiingie katika majaribu. Hata kama tuko na Ebenezer, hata kama tuko na Emmanuel, ni kazi yetu kumwamsha na kumwambia tunaangamia na magonjwa, tunaangamia na kukosa fedha, tumetishwa na hili na lile. Mjulishe, atainua mkono, atulize mawimbi yako. Unaweza kuwa haujaokoka, sasa wewe hauna bahati kwa sababu haujamkaribisha yule ambaye ni Ebenezer, Emmanuel, which means God with us, katika maisha yako. Ukijipata katika mawimbi, kama wanafunzi wangekuwa peke yao, naamini hayo mawimbi yangeweza kuwabeba. But I praise the Lord, Jesus was there. Si ukubali aingie katika maisha yako. Neno la Mungu linasema ya kwamba Roho Mtakatifu anawaonea wivu hata kwa kuungua. Yani Roho Mtakatifu ejirasi, akiona watu wanateseka katika vifungo, katika pombe, katika dhambi, katika umaskini, katika hali ambazo hazieleweki, ako pale na hauzi pesa, anapeanwa bure, anataka kuwasaidia, lakini wamekausha moyo, wamekataa chukue mahali pake katika mili yao, awe msaada wao. Na kusihi siku ya leo na asubuhi ya siku ya leo, unayenisikia, hata ukiwa mbali na karibu, ukubalie Yesu akuwe Mungu ndani yako, yani akae kama wanafunzi
walikuwa na Yesu katika merikebu yao. Kwa hivyo changamoto zilipokuja ni kumwamsha tu, walimwamsha na akaweza kutuliza mawimbi. Wakati mawimbi yatachafuka katika merikebu yako, utaamsha nani? Utamwita nani? Ukaribisha huyo Yesu, wacha atawale maisha yako. Mwambie Bwana, you are Emmanuel, God with me. In case of any challenge, Ebenezer, you stand in the gap and fight my battle. You shall carry me through the storms. Shadraka na Meshaki na Abednego hawawezi kusahaulika wakati kama huu. They had Ebenezer. Walikuwa na Ebenezer katika maisha yao, yaani walikuwa wamekubali miili yao ikae kama hekalu ya Mungu na hekalu ya Roho Mtakatifu. Walikuwa na Ebenezer ndani yao. Kwa hivyo wakiingia katika moto hawaogopi, kwa sababu wanasema we carry the consuming fire, because our God is a consuming fire. We doesn't care this physical fire, because we carry the altar of the fire. The consuming fire, he is in us. He can silence any other fire. Na hivyo ndivyo ilifanyika. They had Emmanuel, they had Ebenezer. They silenced the fire of their times. That is Ebenezer. Huyo ndiye tumekuja kuabudu. Alionekana wakati wa Musa, alionekana na Shadraka na Meshaki, alionekana na Hana Shalabina Bahanda Babosha Kadebazia Lepra Tahania Bashata Marose Tekaba. Hana akawa amebeba Mungu katika moyo wake, katika maisha yake. Akasema siachi Shilo. Hangeweza kuacha. Alikuwa anaenda Shilo kila mwaka, kwa sababu alikuwa na Ebenezer na Emmanuel ndani ya moyo wake. Anasema huyu ataondoa huu tasa, hii aibu atainyamazisha, haya mawimbi atayatuliza, atanibeba kwa mkono wake, atanidhibitisha. Hakuondolewa pale Shilo, na mwisho wa mambo yote aliambiwa enenda na Mungu akatimize. Wakati mwingine wa mwaka utanyonyesha mtoto, na ikafanyika hivyo. Jamani, umebeba nani ndani ya moyo wako? I have Ebenezer, I carry Ebenezer. He sort out all the issues in my life. I just wake him up by calling unto his name. Jesus, I am perishing. Emmanuel, I am perishing. Oh Ebenezer, this far you have carried us through. Tumekuja kuinua jiwe siku hii ya tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025. Sio sikukuu tutafanya tuwe na furaha, sio kukula vizuri na kusafiri na kwenda mahali ambapo hatujawahi kwenda, lakini tutakuwa na furaha na tutatosheka. Ni kwa sababu we have Emmanuel, we have Ebenezer, God together with us. This far he has brought us. The far we are going, he will see us through. Umbali tunaenda atatupeleka katika hiyo familia yako. Umbali unaenda atakupeleka katika uhai wako. Umbali unaenda ile siku alikuwekea. There is no premature death, because Ebenezer is in your camp, is in your boat. He is carrying you through the storms and the fires and the lions and the serpents and the enemies, Mashata Bratahadia, and the Goliaths and the Pharaohs and the Egyptians. He has seen us through many challenges and problems and enmity. In the mighty name of Jesus. Bwana, umetutia moyo asubuhi ya siku ya leo. Asante kwa kutukumbusha ya kwamba wewe ni Ebenezer, ya kwamba wewe ni Ebenezer. Tuendelee kudumu katika maisha yangu. Ebenezer ndani ya moyo wangu, wacha ikawe makao yako, kama vile ulitembea na wanafunzi wako katika bahari na kukawa na mchafuko, na kwa sababu ulikuwa pale Ebenezer, wakati walipatana na changamoto walikugonga wakakuita Yesu, amuka, kuna mawimbi yamechafuka. Na ulipoamuka Yesu ukatuliza mawimbi. Ukiwa katika kambi zetu,
Emmanuel, ukiwa pamoja nasi utatupeleka mbali, hata mahali tunaona giza, hata mahali hatuoni njia, hata mahali kuna moto, hata mahali kuna simba, bado you carry us through because you are Ebenezer. We worship you and we give you glory. Katika mwezi wote wa Disemba ambao tumeanza siku ya leo, Ebenezer, endelea kutusimamisha kama vile umetubeba kutoka Januari hata kipindi ambacho kimebaki. Twajipeana katika mikono yako, twatangaza watu wako wawe na wewe Ebenezer katika barabara zetu. Bwana, twatangaza Ebenezer ukawe pamoja nasi. Hao mawadui wamekita kambi katika mabarabara, maroho ya ulevi ambayo yanafanya wengi wakaangamie katika mabarabara, wanasababisha ma-accident kwa sababu wanaendesha magari wakiwa walevi. Pepo hii ya ulevi twaendelea kuikamata na kuinyonga na kuiua katika jina la Yesu Kristo. Imeclaim maisha ya wengi. Watoto ambao walikuwa na hatima wamepotea katika ajali za barabara kwa sababu ya watu ambao ni careless, wanaendesha magari wakiwa walevi. Tunaishi kulia accident, lakini ni sisi tumesababisha. Siku ingine Mungu alituambia shida ambayo Jona alikuwa nayo, kujipata ndani ya tumbo ya samaki, ni yeye alijiletea, kwa sababu ni yeye alikataa kwenda Nineve. Kama amekubali kwenda Nineve, hangejipata katika tumbo ya samaki. Hizi barabara zetu na ajali nyingi ambazo tunaziona, hata kama kuna madhabahu ya shetani, kuna ajali nyingi zinasababishwa na carelessness. Madereva ambao hawajali, wengine ni wale, wengine ni mang'aa, wako na vichwa ngumu, wamesababisha vifo nyingi. Familia zimepoteza wazazi, zimepoteza watoto, zimepoteza breadwinner kwa sababu ya mtu careless. Amekunywa pombe na anaendesha magari. Just pombe tu, kitu cha bure kinafanya watu wakaangamie, wakaingia katika mauti. Familia ikapoteza mzazi, mtoto akabaki akiwa anofa, mtoto yatima kwa sababu ya mtu ambaye alikunywa pombe zake na akaenda kuendesha magari. Hata wakati tunanenea damu ya Yesu katika barabara, we rebuke the spirit of drunkenness, the spirit of drunkenness. We arrest it, we bind it, we crush it, we destroy it in the mighty name of Jesus. Katika anga yetu shetani anatuchekelea, anasema mnasema ni Illuminati ati wanatoa dhabihu, lakini ni nyinyi mmejiletea mkaburi katika familia zenu kwa sababu ya maulevi. Mungu, kamata hii roho ya careless driving, ya ulevi katika barabara zetu na katika boma zetu. Sio wakati wa kuwa walevi na kusababisha vifo na mauti, lakini ni wakati wa kusherehekea ushindi ambao umetupatia mwaka wote katika mwezi huu wa Disemba. Na kwa hivyo Bwana, twajikabidhi mikononi mwako. Linda watu wako wanaposafiri kwenda maeneo tofauti, kuenda katika familia zao, ili wakasherehekee mwisho wa mwaka pamoja. Na Bwana, tutakapoingia katika mwaka wa 2026 ukiwa umetushindania, Bwana, tunashukuru jina lako. Twakataa makaburi, twakataa ajali, twakataa maovu, twakataa majaribu ya kila aina ambayo yanapatikana wakati kama huu. Bwana, utulinde na utusimamishe. Endelea kulinda kanisa lako hata wakati huu wa Disemba. Hata kama tutakuwa katika sherehe, bado hatutaondoka Shilo. Tutakuwa katika maombezi, tutakuwa katika ibada, kwa sababu wewe Mungu ndiye chanzo cha furaha yetu. Hatutapata furaha kwa sababu ya kukula nyama, hatupati furaha kwa sababu ya kuvaa nguo nzuri. Furaha inatoka katika moyo, na moyo Mungu, wewe ndiye unaweka ile furaha pale. Wewe ndiye tunatazamia kuita Ebenezer. Tuongoze siku hii, hata tunapotoka na kuenda shughuli, hata wiki hii yote, katika mambo yote tutakayofanya katika kanisa letu la Life Restoration. Tuko na conference ambayo inachukua siku 3 kutoka Wednesday hadi Friday. Kwa hivyo Mungu, tuikabidhi mikononi mwako. Tupatie neema, tupatie upenyo na ushindi. Mungu, ukajidhihirishe na ukajitukuze, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Tunakuabudu na tunakuheshimu, na katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na hata tunaamini. Amen. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done here on earth
as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not take us into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and evermore. Amen, amen, and amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. God bless you all and do you good in Jesus name. Nawatakia Disemba nzuri ambayo imejaa neema za Mungu. Mungu ajionyeshe Ebeneza katika maisha yenu katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amen, amen, amen. Mama, kwa salama? Sasa sasa. Ndala mzuri.